Hoja ya maridhiano inakuja siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kusisitiza umuhimu wake, akieleza kuwa ni miongoni mwa nguzo za falsafa yake ya 4R, yaani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya taifa. Msisitizo huu aliutoa alipokuwa akipokea ripoti ya tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya vurugu ya Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, wadau wa vyama vya siasa wanaamini kuwa kukutanisha vyama vyote vya siasa kutatoa fursa ya kujadili kwa uwazi changamoto zilizojitokeza na kuweka misingi ya mustakabali bora wa kisiasa nchini. TCD itafanya mkutano wa wadau ikiwemo ripoti ya Jaji Chande ikiwa sehemu ya mjadala kama sehemu ya kusikiliza yaliyoletwa na uchaguzi, sehemu ya uponyaji, lakini pia sehemu ya kutafuta namna gani tunaweza kutoka kwenye mtanziko. Tutapanga na kuangalia lini, lakini baraza litakutana hivi karibuni, kwa sababu jambo hili ni kubwa, ni jambo la kitaifa, na sisi kama baraza la vyama vya siasa tuna mchango wetu wa kuishauri serikali. Hatua hii inatarajiwa kuwa mwanzo wa mchakato wa maridhiano unaolenga kuimarisha umoja wa kitaifa na kudumisha amani ya kudumu. Kuna hatua za msingi zinatakiwa zifanyike kabla hatujafika kwenye hayo maridhiano. Kwanza, kama taifa tuupate ukweli wa kitu gani kilichotukia, nani halihusika, nani alifanya inavyotakiwa, nani hakufanya inavyotakiwa. Hatua hii ya kutaka kuunda tume ya maridhiano, kwa hivyo ni waombe wale watakaobahatika kwenda waende, lakini wakiweka maslahi ya taifa mbele na maslahi ya nchi mbele na suala la amani na utulivu. Hakuna haja wala hakuna hoja ya mtu kuweka masharti kwamba mimi ili nije huko sharti langu hili. Dr. Faraja Cristomos ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Ametoa mtizamo wake kwa wadau wa vyama vya siasa kuelekea katika mchakato wa maridhiano. Wanayo majukumu kadhaa. Jukumu mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanakuwa kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi, lakini wao wenyewe wanapaswa kuungana na kuziondoa tofauti zao na kuyasoma zaidi matarajio ya wananchi. Wakati vyama vya siasa vikiendelea kujipanga na shughuli zao, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imesisitiza kwa vyama hivyo kuzingatia sheria na kanuni zinazoongoza shughuli zao. Unapobomoa inakuwa ni rahisi sana, lakini kujenga inakuwa ni kazi. Kwa hiyo lazima wanasiasa na wananchi kwa ujumla tuwe ni watu wa kuzungumza hoja. Tusiwe ni watu wa kwamba tunafuata mkumbo katika mambo ambayo hatima yake ni kutuletea majanga katika nchi yetu. Matumaini ya wengi ya sasa ni kuona mchakato wa maridhiano unaofanikiwa ili kuleta umoja, utulivu na mustakabali mwema wa taifa. Upendo Michael, Azam News.